Tamko la kamati ya amani mkoa wa Mwanza. Sisi kamati ya amani ya mkoa wa Mwanza kwa kushirikiana na viongozi wa serikali, viongozi wa dini zote, Wakristo na Waislamu, tunaungana kwa sauti moja kutoa ahadi na rai kwa serikali na wananchi wote wa Tanzania kwamba tutaendelea kuhamasisha wananchi wa mkoa wa Mwanza na nchi nzima kujitokeza kwa wingi kupiga kura kwa uhuru na kwa haki siku ya tarehe 29 Oktoba 2025. Tunawahimiza wananchi wote kutumia haki yao ya msingi ya kupiga kura kwa kumchagua rais, wabunge na madiwani katika ngazi zote kwa upendo, busara na uwazi. Baada ya kumaliza zoezi la kupiga kura, tunawasihi sana wote warejee majumbani kwao kwa utulivu, bila vurugu na bila maneno ya chuki. Tanzania uchumi wake umekuwa kwa 6%, haipo Kenya, haipo Rwanda, haipo Burundi. Nchi hizi zinazofuata hawajafikia. Ni lazima tujivunie nchi hii ambayo hatua inazopiga za kimaendeleo lakini za kimaisha na kuendelea kutunza umoja zimeendelea kuwafanya Watanzania tuwe wamoja na tuendelee kuwa watu ambao tunafanya kazi kwa pamoja. Tunapoenda sasa katika mjadala huu, wapendwa sana viongozi wa dini, tunaitazama nchi yetu kama yai, kama dhamana tulionayo, kama dhahabu tulionayo. Tunautazama umoja wa Watanzania kama tunu ambayo ikiporomoka hakuna mtu yeyote wa kuja kutupa chumvi. Sote tunakumbuka hivi karibuni wakati wa corona, kila nchi, kila mtu aliambiwa abaki nyumbani kwao. Wale waliokuwa hapa waliondoka kwenda katika mataifa yao. Na sasa wageni ambao wamekuwa wakikimbilia Tanzania, ni lazima tuendelee kuwaambia wale wa Afrika hii bila vurugu inawezekana, na mfano wake huwa huko Tanzania. Afrika hii, amani ambayo tunaendelea kuwafundisha mataifa jirani na walimwengu kwa ujumla, wanakuja kuendelea kujifunza amani hiyo, mshikamano huo, upendo huo, udugu huo katika jamhuri yetu hii ya muungano wa Tanzania inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Siku ya tarehe 29, nadhani ni jambo ambalo mtaendelea kuligusia katika mjadala, tunao uchaguzi mkuu. Uchaguzi mkuu ni jambo linalotuunganisha Watanzania wote. Tujadili, lakini tusisitize miongoni mwetu, wananchi wetu, waumini wetu wote wa dini zote, asibaki mtu nyumbani. Twendeni tukapige kura. Tuendelee kuikumbusha Afrika, Tanzania hii ambayo imeasisiwa na Julius Kambarage Nyerere imeendelea kuwa Tanzania ile ile lakini bora zaidi. Inaendelea kung'aa lakini inashamiri zaidi. La pili, tuwakumbushe vijana wetu, waumini wetu kwamba hakuna tunu muhimu katika taifa zaidi ya amani, upendo na mshikamano. Tunapofanya zoezi hilo la kupiga kura, tunapowasisitiza watoke, basi tuhakikishe kila mtu anailinda hiyo amani, anashiriki katika upendo wa Tanzania na anafanya zoezi la haki yake ya kupiga kura. Tanzania yetu iendelee kusimama katikati ya mataifa. Tanzania yetu iendelee kulea imani zote za dini. Nchi yenyewe na serikali yenyewe haina dini, lakini imeruhusu amani, imeruhusu uhuru mkubwa wa watu wa dini zote, imani zote, tofauti zote kuendelea kumwabudu Mungu wao kwa amani. Watu wengi wanazidi kujifunza hapa kwetu. Na sisi mkoa wa Mwanza tumekuwa na sifa sana kudumisha hii tunu ya amani. Kwa hiyo mimi niendelee tu kuwaomba wenzangu ambao tumekusanyika, kwanza sisi wenyewe siku ya kwenda kupiga kura twende. Najua kuna kumwambia mwingine na kushiriki kidogo kwa mwenyewe, wakati sisi na familia zetu twende. Lakini nyuma yetu tunao waumini wengi, hebu tuwaelekeze. Mimi nitaongea kwa sababu nafasi ni fupi sana, nitaongea swala la amani ni jambo muhimu sana.
ndugu zangu wa Tanzania, wana Mwanza, hebu tuitunze amani. Mwenyezi Mungu anamkumbusha mtume wetu Muhammad. Kumbuka Muhammad pale Ibrahimu alipoomba akasema, ee Mola wangu mlezi, ujalie mji huu wa Maka ni mji wa amani, warzuqhu min athamarat. Vile vile watu wake wanatumia wanakongamano. Ibrahimu ni baba wa mataifa yote, ameanza kuomba amani kabla hajawaombea riziki watu wake. Hii maana yake ni nini? Maana yake pahala popote, hata pakiwa pana riziki, haiwezi ikalika kama hakuna amani. Kwa sisi kama viongozi wa dini, jukumu letu tuhubiri amani, kufa na kupona, lakini tuwaambie watu wetu wasikose kwenda kupiga kura. Maana nchi hii itajengwa na Watanzania wenyewe, lakini pia hata kama kuibomoa itabomolewa na Watanzania wenyewe. Pengine wageni wanaweza kushirikishwa katika ubomoaji, lakini hakuna mgeni atakayekuja bila kushirikiana na mwenyeji. Lakini nyie mmesimama imara kupitia kauli zenu, mawazo yenu, kutaka kuimarisha na kuijenga nchi yetu iendelee kuwa nchi ya amani, haki, upendo na mshikamano. Asanteni sana. Lakini niwashukuru pia waandishi wa habari. Tutaka sisi wanajamii na serikali pia kutokubweteka, kwa sababu amani sio kitu ambacho ni static, ni kitu ambacho kinaweza kubadilika. Leo amani ipo, kesho amani inaweza kutokuwepo. Amani si kitu cha kudumu, ni kitu kinachojengwa, kuimarishwa. Sasa mawazo na maoni yenu, sisi kama serikali tumesikia. Pale ambapo serikali tunatakiwa kutimiza wajibu wetu ili kulinda amani yetu, serikali tutafanya hivyo. Na pale ambapo wananchi wanatakiwa kutimiza wajibu wao ili kulinda amani hii, pia tunaomba wananchi watimize wajibu wao. Lakini wananchi hao wanaongozwa na sisi viongozi wa dini. Kwa hiyo na sisi viongozi wa dini, Rais Samia anaosema tusikubali kuchokozeka. Kipindi kama hiki wako watu ambao wanaandaa chokochoko ili kuhatarisha usalama na kuondoa amani yetu. Watu hao wanaweza kutumika kupitia dini, kupitia asasi mbalimbali, hata ndani ya serikali. Rais anatutaka tusikubali kuchokozeka. Na tuwe mstari wa mbele kueleza watu tunaoongoza, tuombe uchaguzi uwe wa amani na utulivu. Timotheo wa kwanza ile ni sura ya 2 mstari wa kwanza na wa 2, Biblia inasema kabla ya mambo yote dua, sala, maombezi na shukrani kwa ajili ya watu wote, lakini zaidi kwa ajili ya wafalme na wenye mamlaka, tuishi kwa amani na utulivu. Na tuongeza hapo amani na utulivu ni ajenda ya kudumu katika nyumba zetu za ibada. Na wakati huu wa uchaguzi uko mbele yetu, tunaweka mkazo kabisa na kusisitiza, na kwa kuwa sisi ni viongozi, basi tunaoongoza sisi tuonyeshe mfano ndipo watatufuata. Tusinyime haki yetu ya kutoka nyumbani kupiga kura. Ninajua kuna mawazo mengi yanayotembea kwa sababu tuna uhuru wa kufikiria, lakini unaweza kuchagua. Siku moja tulipokuwa tuna kikao kingine hapa kilichopita, niliwaonyesha mfano mmoja. Yesu alisema ya kwamba rais ni jipi, jitwike godoro lako uende, au dhambi zako zimesamehewa. Kwa sababu tunakabiliwa na uchaguzi. Kukaa nyumbani bila kutoka kwenda kupiga kura ni uchaguzi sahihi? Au kutoka na kutumia haki yangu ya kupiga kura ni uchaguzi sahihi? Kwani nikikaa nyumbani ninapata faida ipi? Nikitumia haki yangu ya kupiga kura napata faida ipi? Nadhani kwa busara tu ya kawaida, kwa mtu ambaye anajua ya kwamba amezidi miaka 18 na anaijua katika nchi yake vizuri, hata ona sahihi kukaa nyumbani, atatoka aende akapige kura, aitumie haki yake. Kwa hiyo ninaombeni sana ndugu zangu mnaosikia na Watanzania wote kwa ujumla,
tutokeni twende tukapige kura. Kwa maelezo haya mafupi, sina shaka haya tunayajua sisi wa Tanzania. Kitu bora kitachoweza kutusaidia tukavuka salama kwenye uchaguzi ni amani. Na kumekuwa na maneno mengi tu. Wachungaji na mashehe mnahubiri sana amani, mbona hamhubiri haki? Jamani, haki haiwezi kuwepo kama hakuna amani. Ni haki yetu kusali sisi Waislamu kwa siku mara 5. Wenzetu wa Kristo ndio utaratibu wenu wa kusali, inawezekana kila Jumapili au kila baada ya siku fulani. Tuulizane huko wana kongamano. Ikiwa pamechafuka, nani anaweza kwenda kanisani? Tuulizane hapa. Ikiwa pamechafuka, nani atakwenda msikitini? Sisi tuna kitu kinaitwa kaswida. Sheikh Mazazi ataimba amani na nini, ataimba ataturembea kwa tusema ya Allah. Wakristo tuna kitu kinaitwa kwaya. Nitapiga mama ni bebe, mama nitaimba ile kwaya, lakini kwaya inaimbika kama pamevurugika. Tunahitaji amani ya moyo, na amani inaanzia moyoni alafu inaenda kwa wengine. Kwa hiyo tunapoenda kwenye uchaguzi tumesikia mengi, lakini kubwa tutafute amani, na katika hiyo amani tutafanya maamuzi ya busara. Na kumbuka hii ni haki yetu ya kikatiba kwa kila Mtanzania, ambayo inatupasa tuifanye kwa kuchagua yule ambaye tutafanya mkataba naye kwamba tunampa kura na yeye atufanyie yale yatakayotufaa ili tuishi na amani na tuwe na maendeleo. Ninawapongeza wote ambao wametuongoza miaka yote mpaka tumefika hapa. Hasa ninampongeza mama kwa kazi nzuri. Unajua wakati mwingine wanawake tunaonekana kama vile hatuwezi, ila tunaweza. Na tuombe vyombo vyote vinavyosimamia uchaguzi kwa pamoja tudumishe amani, mshikamano na upendo kwa maendeleo endelevu ya taifa letu. Mungu ibariki nchi yetu ya Tanzania, na asanteni sana kwa kusikiliza. Hii ni Tanzania Habari.